karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Baadhi tu habari ambazo naenda kuzipokea ni kwamba Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema operesheni ya kijeshi ya Marekani imepunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa kijeshi wa Iran. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kidiplomasia ili kuzuia Tehran kujenga upya mpango wake wa nyuklia. Na kura zinaendelea kuhesabiwa katika Jamhuri ya Congo Brazzaville. Naam, natumai ubweri wako popote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Na kualika kwenye habari zetu za jioni, wakati ambapo naungana na shirika la DW kwenye matangazo ya jioni. Meli zao za kivita kusaidia kuiweka wazi Hormuz baada ya Iran kujibu mashambulizi ya Marekani kwa kutumia droni na makombora na kufunga njia hiyo ya kimkakati inayotumika kusafirisha asilimia kubwa ya mafuta ya dunia. Awali Trump alisema mazungumzo ya msaada huo yameanza na yanaendelea vizuri. Tunazungumza na mataifa mengine kuhusu katika mlango bahari wa Hormuz, na nadhani tunapata majibu mazuri. Tukifanya hivyo na tukafanikiwa itakuwa vizuri, na tusipofanikiwa pia itakuwa vizuri. Mataifa kadhaa ya jumuiya ya kujihami ya NATO, mengi yao yakiwa yamekosolewa na Trump katika miezi ya hivi karibuni, kwa kawaida yanakuwa makini kutomkasirisha Rais Trump, lakini kwa sasa inaonekana kuashiria kutokubali kuburuzwa katika mgogoro wa Iran. Brussels. Umoja wa Ulaya umetangaza kutoa msaada wa kibinadamu wa euro milioni 458 sawa na dola milioni 526 kwa nchi za Mashariki ya Kati mwaka 2026. Kamishna wa usimamizi wa majanga na umoja huo Haja Lahbib amesema hatua hiyo inaonyesha ni kwa jinsi gani Umoja wa Ulaya unaongeza juhudi zake kusaidia waathiriwa wa migogoro, wakati wadau wengine wakipunguza mchango wao. Kati ya fedha hizo, euro milioni 210 zitatolewa kusaidia raia nchini Syria kwa mahitaji kama chakula, huduma za afya, makazi, maji safi na elimu kwa watoto waliokosa masomo. Takwimu za Umoja wa Ulaya zinaonyesha kuwa watu milioni 16.5 Syria wanahitaji msaada wa kibinadamu. Aidha, euro milioni 124 zitatolewa kusaidia mahitaji ya msingi katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi, huku euro milioni 100 zikitengwa kwa msaada wa kibinadamu nchini Lebanon. Fedha nyingine euro milioni 15.5 zitaelekezwa Jordan na euro milioni 8 nchini Misri kusaidia juhudi za misaada ya dharura. Beirut. Jeshi la Israel leo Jumatatu limethibitisha kuanza operesheni ya ardhini ya kijeshi ya muda itakayolenga maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon, huku vita vya Mashariki ya Kati vikiendelea kutanuka. Msemaji wa jeshi la Israel la IDF Nadav Shoshani amesema operesheni yao inawalenga wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran wa Hezbollah pamoja na miundo mbinu yao. Operesheni hiyo pia inasemekana kuwa sehemu ya mpango mpana wa kuwalinda raia wa kaskazini mwa Israel. Jenerali Shoshani hakusema iwapo IDF itataka kudhibiti maeneo mapya huko. Kundi la Hezbollah lilianzisha mashambulizi dhidi ya Israel Februari 28 kupinga mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yaliyotokea kufuatia mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi
ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Moscow. Serikali ya Kenya imesema imefikia makubaliano na Urusi ya kuzuia raia wa Kenya kuandikishwa kupigana katika vita vya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema hatua hiyo imefikiwa baada ya kuongezeka kwa malalamiko kutoka kwa familia za Wakenya waliovutiwa kujiunga na jeshi la Urusi kwa ahadi ya mishahara ya maelfu ya dola na bonasi kubwa. Taarifa zinaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya 1,000 wameajiriwa kupigana upande wa Urusi, idadi inayodaiwa kuwa kubwa zaidi kuliko ilivyokadiriwa awali. Akizungumza baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov mjini Moscow, Mudavadi amesema Wakenya hawataruhusiwa tena kuandikishwa kupitia wizara ya ulinzi ya Urusi. Kwa upande wake, Lavrov amesema raia wa Kenya walisaini mikataba ya kupigana kwa hiari. Potsdam. Chama cha Social Democratic Party SPD na chama cha kiafidhina cha Christian Democratic Union CDU vimesaini makubaliano ya kuunda serikali ya muungano katika jimbo la Brandenburg mashariki mwa Ujerumani. Makubaliano hayo yaliyosainiwa na waziri mkuu wa jimbo hilo Dietmar Woidke wa SPD pamoja na mwenyekiti wa CDU wa eneo hilo Jan Redmann katika mji mkuu wa Potsdam karibu na Berlin yanaweka vipaumbele vya serikali mpya kwa kipindi cha miaka 3.5 ijayo. Serikali ya awali iliyoongozwa na SPD ilivunjika mapema Januari baada ya mivutano ya ndani katika chama kipya cha BSV. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Asante sana Amina Abubakar katika uelekezi wa taarifa hiyo ya habari. Wakati huu msikilizaji, ni wakati wa Afrika Leo Jioni. Habari za dunia nazipokea kupitia hisani kuu ya washirika wetu DW, ambapo Josephat Charo ndiye mwelekezi wa ripoti na uchambuzi. Kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz waendelea kufukuta, wachambuzi wanasemaje? Iran wanasema kuwa tulikaa kwenye meza ya mazungumzo mara zote, lakini walitugeuka. Sasa vita leo ina mgogoro mpya, mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo ni matatizo juu ya matatizo ambayo yametengenezwa na Trump na watu wake ambao walikuwa hawataki kusikia ushauri. Urusi yafanya mashambulizi yasiyo ya kawaida huko mjini Kiev na huko visiwani Zanzibar. Baadhi ya maduka nguo mpaka 75,000 kwa mtoto wa miaka 2. Na wenzangu ambao wana watoto 3, 4 na Zanzibar sikukuu zinakuwa sikukuu 4. Huwezi kumnunulia mtoto nguo 75,000. Mfumuko wa bei za bidhaa watatiza maandalizi ya sikukuu ya Eid ul-Fitr visiwani Zanzibar. Kwa haya na mengine, baki nasi. Na moja kwa moja tuanze na uchambuzi wetu wa ripoti zetu jioni hii kwa kuangazia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Israel imesema leo kuwa ina mipango ya kina ya kuendesha vita kwa wiki 3 zaidi dhidi ya Iran, mnamo wakati jeshi lake likifanya mashambulizi dhidi ya Tehran na Iran nayo ikiendeleza mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba na mji wa Tel Aviv. Wakati huo huo, Iran imeapa katika Umoja wa Mataifa kwamba haitosalimu amri dhidi ya uchokozi unaofanywa na Marekani na Israel. Mengi zaidi na Silvia Mwehozi. Vita vya Israel na Marekani dhidi ya Irani sasa vimeingia wiki yake ya 3, huku kukiwa hakuna dalili ya wazi ya vita hivyo kumalizika. Vita hivyo vimesababisha mlango bahari wa Hormuz kufungwa, ambao ni njia muhimu inayopitisha karibu 20% ya mafuta na gesi asilia, hali iliyosababisha bei za mafuta duniani kupanda, huku wasiwasi wa mfumuko wa bei ukizidi kuongezeka. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumatatu, msemaji wa jeshi la Israel, Luteni Nadav Shoshan, amesema jeshi la nchi hiyo tayari limeandaa mipango ya kina ya operesheni za kijeshi za vita na Irani kwa wiki 3 zijazo, sambamba na mipango ya ziada ya hatua za baadaye za vita hivyo. Shoshan amesema malengo ya jeshi hilo ni kudhoofisha uwezo wa Irani wa kuitishia Israel kwa kulenga miundombinu ya makombora ya masafa marefu, maeneo yanayohusishwa na mpango wa nyuklia, na kuzishambulia taasisi na miundombinu ya usalama ya Iran. Nalo shirika la habari la Irani la Mehri limeripoti kwamba watu 5 wameuawa na 7 wamejeruhiwa katika mashambulizi
mashambulizi ya usiku wa kuamkia Jumatatu yaliyolenga jimbo la Markaz katikati mwa Irani. Israel pia imeendelea kuitikisa Lebanoni na Gaza, ikiyashambulia maeneo ya wanamgambo wa Hezbollah na Hamas. Nchini Israel, ving'ora vya tahadhari dhidi ya makombora ya Irani vimesikika. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Irani limesema kwenye taarifa yake kwamba Teheran imefanya mashambulizi katika maeneo kadha ya mji wa Tel Aviv, ikiwemo kituo cha kujaza mafuta ndege. Jeshi hilo limedai pia kuzishambulia kambi za jeshi la anga na majini za Marekani zilizoko Abu Dhabi na Bahrain. Wakati makabiliano yakiendelea, Iran imeapa katika Umoja wa Mataifa kwamba haitosalimu amri kwa uchokozi usioheshimu sheria, ikisema wananchi wake wako katika hatari kubwa kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli. Kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ambako nchi zilikuwa zinajadili hali ya haki za binadamu nchini Iran, hasa kufuatia ukandamizaji wake mkali dhidi ya waandamanaji katika miezi ya hivi karibuni, Teheran ilisema kuwa mjadala unastahili kuelekezwa zaidi kwenye vita vya Mashariki ya Kati. Ali Bahraini ni mwakilishi wa kudumu wa Irani katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Leo Baraza la Haki za Binadamu linapaswa kuzungumza wazi bila kusita kuhusu watoto wasio na hatia waliouawa kikatili wakiwa wameketi kwenye madawati yao ya shule. Baraza hili linapaswa kupaza sauti kwa ajili ya watu ambao urithi wao wa kitamaduni wa maelfu ya miaka umegeuza kuwa shabaha ya mashambulizi yasiyochagua wala kufuata sheria. Iran si taifa linalokubali kulazimishwa, kutishwa au kushambuliwa kinyume cha sheria. Na baadhi ya wachezaji wa timu ya soka ya wanawake ya Iran wataondoka Malaysia leo kwa ndege inayoelekea Oman baada ya wachezaji zaidi kuondoa maombi yao ya kuomba hifadhi nchini Australia. Ni ripoti yake Silvia Mwehozi. Nchi washirika wa Marekani zimeonyesha kutoridhia kuitikia wito uliotolewa na rais wa Marekani Donald Trump wa kuzitaka zishiriki katika juhudi za kufunguliwa tena mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imeifunga njia hiyo muhimu. Msemaji wa serikali ya Ujerumani Stefan Cornelius amesema vita hivi havina uhusiano wowote na nchi washirika wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Zainab Aziz na taarifa kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani aliwaambia waandishi wa habari mjini Brussels mapema hii leo kwamba nchi yake inaunga mkono kuimarisha shughuli za baharini za Umoja wa Ulaya za kupambana na uharamia katika Bahari Nyekundu, lakini amesema hadhani kama itawezekana kuujumuisha mlango bahari wa Hormuz. Kabla ya hapo, serikali ya Ujerumani iliukataa wazi wito wa rais wa Marekani Donald Trump kwa washirika wa NATO kushirikiana kusaidia kuzilinda meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz kutokana na mashambulizi ya Iran. Trump amependekeza katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba mustakabali wa jumuiya ya kujihami ya NATO unaweza kuwa mbaya sana ikiwa washirika hawatasaidia kuhakikisha njia salama kwa meli za kibiashara zinazopitia kwenye mlango bahari huo wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadefol amesema amezitaka Marekani na Israel kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu operesheni yao dhidi ya Iran. Itakuwa muhimu kwa Marekani na Israel kubaini wakati mahususi wa kuyafikia malengo ya operesheni yao ya kijeshi dhidi ya Iran. Tunahitaji uwazi zaidi kuhusu swala hili, na nimeuliza swali hili katika mazungumzo yangu na wenzangu wa Israel Gideon Saar na wa Marekani Marco Rubio. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametetea uamuzi wake wa kutofautiana na Rais Donald Trump. Amesema Uingereza inashirikiana na washirika wake na hawatakubali kutumbukizwa kwenye vita vikubwa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanajadili jinsi kambi hiyo inavyoweza kuchangia katika kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema alifanya mazungumzo na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres mwishoni mwa wiki kuhusu mpango unaowezekana wa kuhakikisha usafirishaji salama wa mafuta na mbolea. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark Lars Løkke Rasmussen amesema Ulaya inapaswa kuwa na mawazo mapana zaidi na ya wazi kuhusu kusaidia katika kuhakikisha uhuru wa safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz, hata kama bara hilo haliungi mkono uamuzi wa Marekani na Israel wa kuingia vitani na Iran. Iran imesema iko tayari kuendelea na vita katika eneo la Mashariki ya Kati kadri itakavyohitajika.
Asante sana Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Mkwamo katika mlango bahari wa Hormuz unaonekana kuigubika ajenda ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na rais wa Marekani Donald Trump anajaribu kuzishirikisha nchi washirika wake na nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami NATO zitume manuari za kivita kusaidia kufungua mlango huo wa bahari ambao umefungwa na Iran. Je, mkwamo huu unatoa taswira gani kuhusu vita hivi? Nimezungumza na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati na kimataifa, akiwa huko Oman, ambaye kwanza anaelezea mtazamo wake. Bila shaka tumeingia kwenye tatizo jingine jipya kabisa ambalo halikuwepo mwanzo. Trump na serikali yake na majeshi yake, mada kubwa ambayo inazungumzwa kwenye vyombo vya habari ni kufungua mfereji wa Hormuz. Yaani ajenda iliyowapeleka Irani haipo tena mezani. Regime change hakuna, kuangamiza makombora hakuna, kuzuia Irani kuwa na nyuklia hakuna, kuzuia Irani kumiliki proxy wao, ni mada ambayo imepotea kabisa hivi sasa. Na hali ambayo inajitokeza sasa hivi ni kwamba mataifa ya Ulaya hayataki kushiriki, yanasema vita si vyao. Kwa hiyo inaonekana kuna mgawanyiko kabisa katika nchi za Ulaya. Kwa mfano Ujerumani, wao wamesema kwamba hawatashiriki kabisa, na si tu washirika wa Ulaya ambao wameonekana kuwa hawana, ili washirika wa Marekani, Japani wametoa taarifa kuwa hatuwezi kushiriki. Australia wamezungumza hiyo kuwa hatuwezi kushiriki kwenye hili. Ukimsikia waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani alichokisema kuwa muungano wa kwanza ule tuliungana kwa ajili ya kushughulikia Wahuthi haukufanikiwa na haukufanya kazi. Sasa anaona kuwa hata kama tutaungana huu muungano mpya kwa ajili ya mfereji wa Hormuz, mnajifunza kutoka kwenye kile kilichotokea nyuma. Nadhani njia bora zaidi ya kufungua mfereji ni ya mazungumzo ambayo ni lazima iwashirikishe Irani. Na je, unaona hili linawezekana katika mazingira ya sasa? Ni vigumu sana, kwa sababu ukiangalia kwa haraka utaona kuwa nani anaweza kuja kubadili hali ya hewa. Kama Marekani anaomba msaada hivi sasa kwa nchi zingine ziweze kutoa usaidizi kwa ajili ya kufungua mfereji, tutamuuliza kuwa mbona pembeni tu ya mfereji kuna kambi zako za kijeshi nyingi sana zimekaa hapo? Eneo hili lilikuwa na askari zaidi ya 40. Kambi za kijeshi, kambi ya maji iko pale Bahrain, na ndio Bahrain imefungwa kamili, haiwezi kupita kwenye mfereji. Lakini washirika kama Kuwait, washirika kama Iraq, UAE, kote ni nyumbani mwa kambi kubwa za Kimarekani zenye maelfu ya wanajeshi wake. Shinikizo la Trump na kutumia kwake vitisho kujaribu kuzishinikiza nchi wanachama wa jumuiya kujihami NATO zishiriki katika mchakato mzima wa kufungua mlango bahari Hormuz. Vitisho hivi unavionaje? Unavieleza vipi? Havifanyi kazi kwa sababu hawa wenzake hawakusukumwa na chochote kwenye hili. Ndio maana kuanzia mwanzo wa vita karibu nchi zote zilisema kuwa tunakuunga mkono, nenda. Lakini karibu nchi zote ziliepusha kupeleka vikosi vyao. Ni tofauti kabisa na vita zote ambazo Marekani ameshiriki. Lakini kwenye hii vita mara zote wao walizungumza kuhusu mazungumzo, na wao wote wameamua kujiweka pembeni, wamemwacha Marekani na Israel aendelee kulifanya hili. Kwa hiyo kwa nguvu, hana nguvu Marekani ya kuwasukuma, kwa sababu ni wengi hivi sasa ambao wako kinyume chake. Na mpaka dakika hii huoni ambaye yuko tayari kukaa nyuma ya Marekani kumwambia kuwa twende. Kwa hiyo ni kama vile nahodha ambaye hajui mashua inaelekea wapi. Unauona wapi mustakabali wa jumuiya ya NATO kufuatia kauli za Trump na vitisho vya Trump kwamba atauvunjilia mbali kama mataifa wanachama hayatashiriki? Ni uamuzi mgumu. Trump anabaki kuwa yeye ndio kiongozi mkuu wa NATO. NATO amekuwepo, lakini Marekani ni NATO. Lakini hata Marekani kujitoa NATO pia inakuwa sio NATO, wanakuwa sio NATO wenyewe. Lakini kuwashinikiza NATO waingie, NATO wanajua athari ya kujiingiza kwenye huu mgogoro moja kwa moja. Ulaya wanaona hiki kitu kinaendelea Mashariki ya Kati leo, kuwa hakuna nchi yenye ulinzi mzuri na bora wa anga kuzidi Israeli. Lakini hata Israeli inashindwa kukabiliana na makombora ya Irani. Sasa nani yuko tayari kuingiza nchi yake kwenye matatizo, itokee tena tatizo la kiusalama kwenye nchi yake? Kwa hiyo unaona wote wanajua kabisa njia halisi ya huu mgogoro ni meza. Ibrahim Rahibi kama nilivyozungumza naye kuhusu mkwamo katika mlango bahari wa Hormuz. DW tunavuma kwa kishindo.
Naam, tukiachana na mgogoro wa Mashariki ya Kati, tuangalie mgogoro mwingine kati ya Urusi na Ukraine. Urusi imefanya mashambulizi yasiyo ya kawaida dhidi ya mji wa Kiev leo Jumatatu, ikitumia droni zenye uwezo ulioboreshwa. Mabaki ya droni yalianguka kwenye uwanja wa Uhuru, wakati mashambulizi mengine yakiutikisa pia mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine wa Kharkiv. Mashambulio haya ya Urusi yamefanyika katikati ya juhudi za Ulaya za kutaka kuimarisha msaada wake kwa Ukraine. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Milipuko ilisikika katikati ya mji wa Kiev majira ya mapambazuko baada ya mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo kutikisa mji huu, ambapo mabaki ya droni yaliangukia kwenye uwanja mkuu wa Uhuru na kusababisha watu kujeruhiwa na uharibifu wa miundombinu ya usafiri. Mashambulizi hayo ya mapambazuko yametajwa kuwa sio ya kawaida na jeshi la anga la Ukraine, yakihusisha droni aina mbalimbali. Jeshi hilo limesema vikosi vyake vilifanikiwa kuzidungua droni 194 kati ya 211 zilizorushwa usiku wa kuamkia leo. Watu 3 wameuawa kufuatia mashambulizi ya usiku katika maeneo ya Zaporizhia na Dnipropetrovsk. Mji wa Kharkiv pia ulishambuliwa na watu 3 walijeruhiwa na miundombinu kuharibiwa. Mashambulizi hayo makali ya Urusi dhidi ya Ukraine yamefanyika katika wakati ambapo juhudi zinazoongozwa na Marekani za kujaribu kuziita kwenye meza ya mazungumzo Kiev na Moscow zikionekana kufunikwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hata hivyo, barani Ulaya vita vya Ukraine vimeendelea kuwahangaisha viongozi wa mataifa ya kanda hiyo, ambapo leo mawaziri wa mambo ya nje wanajadili namna kuipatia msaada zaidi Kiev. Umoja wa Ulaya umepitisha vikwazo dhidi ya watu 9 wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita unaohusishwa na mauaji ya Bucha nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot, kabla ya mkutano wa Brussels, alisema kwamba mzozo wa Ukraine haupaswi kufunikwa na mgogoro wa Iran. L'escalade militaire incontrôlée. Vita hatari vilivyosambaa Mashariki ya Kati haviwezi kutusahaulisha swala la Ukraine ambalo limeweka hatarini usalama na amani ya bara la Ulaya kwa miaka 4 iliyopita. Katikati ya kuongezeka kutengwa kwa Urusi kimataifa baada ya kuangusha utawala wa Bashar al-Assad, kadhia kukamatwa Nicolas Maduro na kuuliwa Ayatollah Khamenei, tunaendeleza uungwaji mkono wetu kwa Ukraine na shinikizo dhidi ya Vladimir Putin, tukiwa tumejitolea kikamilifu na kutafuta ufumbuzi. Ukraine et notre pression sur Vladimir Putin. Umoja wa Ulaya pia unatarajiwa kupitisha vikwazo zaidi dhidi ya wanaodaiwa kuwa waendesha propaganda wa Kremlin, akiwemo Adrien Bakui, raia wa Ufaransa na Urusi, ambaye anadaiwa kuhusika kusajili wapiganaji wa kigeni na pia kueneza kampeni za upotoshaji Ulaya na barani Afrika. Hungary hata hivyo imesema haitounga mkono vikwazo dhidi ya Urusi wala msaada wa fedha kwa Ukraine. Wakati huo huo, Kenya ambayo raia wake ni miongoni mwa Waafrika waliorubuniwa na kuingizwa vitani na Urusi, imesema Moscow imekubali kuacha kuwasajili raia wa nchi hiyo kujiunga na vita vya Ukraine. Uamuzi huo umefuatia ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi mjini Moscow. Ripoti yake Saumu Mwasimba kuhusu mgogoro wa Ukraine. Tukamilishe uchambuzi wetu na maandalizi ya kuikaribisha sikukuu ya Eid ul-Fitr ambayo yamepamba moto katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar, huku baadhi ya wananchi wakilalamika kuhusu kupanda kwa bei za bidhaa sokoni na madukani, hususan nguo za watoto ambazo zimekuwa na mahitaji makubwa katika kipindi hiki. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema ongezeko la mahitaji kabla ya sikukuu pamoja na athari za vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati limechangia kupanda kwa bei. Mwandishi wetu Salma Said ametembelea masoko mbalimbali na kutuandalia taarifa ifuatayo kutoka Zanzibar. Kwa majina naitwa Mulhat Ali Abdallah. Kwa kweli kipindi hichi cha sikukuu mambo yanakuwa mazito kwa sisi wa Zanzibari. Mimi binafsi na mtoto wa miaka 2 nimekwenda kumnunulia nguo 55,000. Nguo bei ya chini unakuta 45,000, baadhi ya maduka nguo mpaka 75,000 kwa mtoto wa miaka 2. Na wenzangu ambao wana watoto 3, 4 na Zanzibar sikukuu zinakuwa sikukuu 4. Huwezi kumnunulia mtoto nguo 75,000
Takwimu za hivi karibuni za mfumuko wa bei zilizotolewa na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar zinaonyesha kuwa mfumuko wa bei umefikia 4.82 mwezi wa Februari mwaka 2026, ikiongezeka kutoka 4.25 mwezi wa Januari. Mtakwimu katika kitengo cha bei Hassan Jamali Hassan anaeleza kuwa ongezeko hilo linaonyesha kupanda kwa gharama za baadhi ya bidhaa na huduma muhimu. Kwa mwezi Februari 2026 umeongezeka na kufikia 4.82 kutoka 4.25 iliyorekodiwa mwezi wa Januari 2026. Wakati huo huo, wananchi wengi wanatarajia kupata unafuu wa bei katika kipindi cha sikukuu ambapo mahitaji ya vyakula huongezeka. Hata hivyo, katika masoko makubwa yakiwemo Darajani, Jumbi, Mwanakwerekwe na Tibirinzi kisiwani Pemba, baadhi ya wafanya biashara wanasema bei za bidhaa hizo bado zipo juu. Mimi kwa jina naitwa Kasim Kishuka, ni mfanya biashara katika soko la Tibirinzi hapa Chake Chake, mjasiriamali. Bidhaa ya nyama hapo awali ilikuwa ikiuzwa shilingi 14,000, lakini sasa inaonekana kuwa ni jinsi gani bidhaa hiyo ya nyama inaonekana kuadimika katika soko hili la Tibirinzi, kidogo inaonekana kupanda, na ukizingatia nyama ni matumizi makubwa katika kipindi cha matayarisho ya sikukuu. Kwa hiyo tunakadiria inaweza ikafika 16,000 hadi 17,000. Kwa jina naitwa Nasr Al-Nasr, ni mfanya biashara wa kibanda maiti. Tabibu ilikuwa tunauza robo 3,000 ambao ni sawa na kilo 12,000, lakini sasa hivi robo ni 4,000, maana yake kilo ni 16,000. Iliki sasa hivi kuna robo 30,000, kuna robo 17,000 ambazo zimepanda. Zamani tulikuwa tukiuza kama robo iliki nyeupe, robo tulikuwa tukiuza kwa shilingi 10,000, lakini sasa hivi robo ni 17,000. Kwa kilo tena ni 68 hiyo. Kilo wa basmati tunauza mkilo wa kilo 5 tunauza 22 mpaka 21, haujapanda sana, bei zake ziko vile vile. Hali hii inaonyesha tofauti kati ya hali wanayokumbana nayo wananchi sokoni na mwenendo wa jumla wa takwimu za uchumi. Wataalamu wanasema ni muhimu kuendelea kufuatilia bei za bidhaa muhimu ili kulinda ustawi wa wananchi na kudumisha utulivu wa uchumi. Pamoja na changamoto hizo, takwimu zinaonyesha kuwa kiwango cha mfumuko wa bei Zanzibar bado ni cha wastani wa chini ikilinganishwa na baadhi ya nchi nyingine za Afrika Mashariki. Salma Said, DW, Zanzibar. Na msikilizaji, Tatu Karema yuko tayari kabisa kutufahamisha yale ambayo yamevuma katika mitandao ya kijamii. Tatu, karibu. Shukran sana Charo. Niko Kenya hivi sasa. Na mwenyekiti wa bodi hospitali ya Nairobi, Daktari Job Obwaka, leo alikimbizwa hospitalini kwa matibabu ya dharura baada ya kupatikana na matatizo ya kiafya alipokuwa kizimbani, yeye pamoja na wenzake watatu, kwa madai ya kuwasajili kwa njia ulaghai wanachama 334 wa chama cha hospitali Kenya KHA na kukosa kuwasilisha hati zinazohitajika. Sasa mahakama imewaachilia wote wanne kwa dhamana shilingi milioni 5, ni kila mmoja alipe milioni 5, huku kesi dhidi yao ikitarajiwa Machi 31. Sasa Charo, kesi hii inafuatia mzozo mwaka mzima wa bodi hospitali hiyo kuhusu uongozi, kutofanywa kwa mikutano mikuu ya kila mwaka na mkopo ambao umezuiwa wa bilioni 4.2. Lakini mitandaoni watu wana mengi na wanatilia mashaka kesi hiyo kuihusisha na viongozi wakuu serikalini kwamba wanataka kumiliki hospitali hiyo. Sasa maoni ni mengi. Nitaanza na la Sajonte, yanasema baadhi ya wanachama bodi katika hospitali ya Nairobi wanazuia uchaguzi kinyume cha sheria na kung'ang'ania mamlaka. Hatua hiyo isiyokuwa kidemokrasia ndio inaondoa wajibikaji. Chebet anasema migogoro ya miaka mingi kati ya bodi na wanachama wa chama cha hospitali Kenya inatikisa uaminifu katika hospitali hiyo. Wakulaumiwa ni nani? Na Jaber anasema kinachoendelea katika hospitali ya Nairobi kinazua wasiwasi mkubwa kuhusu uongozi na uadilifu. Bodi inapaswa kupigana hadi mwisho kulinda hospitali hiyo. Hii ni moja hospitali bora zaidi nchini na haipaswi kuwa na uongozi mbaya. Haya, asante sana Tatu, nitakukata hapo. Tusome moja kwa moja maoni ambayo yametufikia katika Instagram. Namuona Harrison Sholdan anasema, kwanza Kenya wamalize njaa inayowakumba vijana kwa kutengeneza fursa za ajira ili kuondokana na swala la vijana kujiunga na jeshi la Urusi. Innocent Coast anasema Kenya wekeni mazingira rafiki kwa vijana kupata ajira
kuondokana na kadhia hiyo ya vijana kujiunga na jeshi la Urusi. Alois Samba wa Arusha, Tanzania, anasema ni muhimu kuhakikisha raia wa Kenya wanaepuka kuingia katika migogoro ya kimataifa. Safari ya Waziri Mudavadi Moscow ni hatua ya kidiplomasia kuhakikisha usalama na haki za kiraia wake. Maneti Magogo Kioni akiwa Iringa, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine, tambueni kwa mazungumzo ndio njia pekee ya kuleta amani. Nikiangazia chaneli yetu ya YouTube, Masudi Sadiki anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kihonda, Tanzania, shukran sana. Na Baraka Dingo akiwa maeneo ya Katoro kule, yanasema Trump, kaeni mezani kusuluhisha vita nchini Iran. Shigeri Subak anasema Marekani alianzisha vita, sasa anashindwaje kumaliza hii vita? Willy Fred Kalinjuma wa Muleba, Tanzania, anasema vita huko Iran vimekuwa kizungumkuti. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema njia bora ya kufungua mlango wa Hormuz ni kuishirikisha Iran, sio nchi za jumuiya ya NATO. Na msikilizaji, hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, mimi ni Josephat Charo. Jioni njema. Haya, asante sana Josephat Charo. Katika hatua hiyo, msikilizaji, imekuwa ni taarifa ya habari ambapo tumepokea kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Hivi sasa basi tunaelekea katika anga ile ya ukingo ambapo kuelekeza kupokea kiziba mkonga cha siku ya leo. Baadhi tu habari ambazo tumezipatia kipaumbele, msikilizaji, kwenye taarifa yetu jioni Afrika leo jioni. Waziri Mkuu Keir Starmer amesema Uingereza inashirikiana na washirika wake katika mpango wa pamoja na wenye tija wa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Uingereza yakataa kujiingiza katika vita vya Mashariki ya Kati. Raia wa Nigeria amejeruhiwa kufuatia mashambulio ya hivi majuzi ya makombora ya ndege zisizo na rubani zinazohusiana na mzozo unaoshirikisha Iran, Marekani na Israel, kwa mjibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria. Kenya inasema raia wake hawatasajiliwa tena kujiunga na jeshi la Urusi katika vita vya Ukraine kufuatia mazungumzo kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili mjini Moscow. Moja kwa moja tupokee kiziba mkonga cha sasa. Kama umetokea kwenye familia ambayo ulikosa mfano wa baba bora, kama huna cha kujivunia kuhusu baba yako, basi amua kutoendeleza tatizo lile kwa watoto wako. Amua kuwa baba wa tofauti kwa familia yako ili kurekebisha yote uliyoyakosa wewe. Kosa ni kuendeleza kosa. Kama umetokea kwenye familia ambayo ulikosa mfano wa baba bora, kama huna cha kujivunia kuhusu baba yako, basi amua kutoendeleza tatizo lile kwa watoto wako. Amua kuwa baba wa tofauti kwa familia yako ili kurekebisha yote uliyoyakosa wewe. Kosa ni kuendeleza kosa. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
Asante kuwabarika nasi, kwa heri.